hata ubunge ilikuwa nisigombee mwaka 2015. Mchango wa wanawake katika jamii umekuwa na mtazamo chanya, huku tukiona watu wengi wenye wadhifa wakieleza namna ambavyo mafanikio yao yalisukumwa na uwepo wa wanawake. Huyu hapa ni Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega, anatupatia stori fupi ya namna ambavyo maisha yalikuwa enzi za uhai wa mama yake. Ndiye aliyenichagulia na mke wa kuoa. Waziri Ulega ameeleza namna ambavyo alitaka kuchukua maamuzi ya kutogombea nafasi ya ubunge kwenye uchaguzi wa mwaka 2015. Alienda mbali zaidi na kutueleza jinsi mama yake mzazi alihusika kwa asilimia kubwa kwenye kumchagulia mke ambaye ndiye amemuoa. Wakina mama, ninyi mna nguvu, narudia kusema. Na mimi jambo likiwa la wakina mama nalipa kipaumbele. Mafanikio yangu kwa kiwango kikubwa sana yametokana na mama. Mama yangu amekwisha kufariki, Bi Mwajuma binti Muhammad Zwange, Mwenyezi Mungu amsamehe. Bibi huyu alikuwa rafiki yangu. Na nyie jitahidini sana watoto wenu, haswa wa kiume, mwe wakali lakini mwe marafiki zenu pia. Kwa sababu wewe mama ndio mwalimu na wewe ndio madarasati ya mwanzo kabisa. Bibi yule akinipenda sana. Ana watoto wengi na mimi ni mdogo katika watoto wake wengi aliokuwa nao. Lakini niligundua baadaye katika wale wengi aliokuwa nao, mimi nilikuwa ni kipaumbele kikubwa sana. Na baadaye aliniita kakake. Na alijitoa sana kwa ajili yangu. Nina mifano mingi, ingalikuwa muda unatosha ningeliwaeleza. Maisha ambako tulikopitia, hatua tulizopita, kwenye kuanzia kusoma na mpaka unafika kwenye kuwa mtu mzima. Huko kwenye kusoma, nikupeni kisa kimoja cha nguvu yake mwanamama huyu ambaye ndio nyie sasa wakina mama. Sisi tukiishi Mbagala na mimi niko shule ya msingi inaitwa Muungano Temeke. Siku moja katika maisha yangu nilikuwa sina nauli. Ni mara nyingi imetokea. Kwa hivyo ninatembea kwa miguu kutoka Temeke kurudi Mbagala. Barabara ya zamani ya Kilo Road sio hii iliyoko sasa. Hiyo ninazungumza mwaka 93, 94. Kwa hivyo wakati nikiwa njiani natembea kwa miguu, nimefika eneo linaloitwa Mtongani. Pale kwenye kilima, alafu kuna lile daraja la juu. Barabara ni nyembamba na magari ni mabovu kiasi hivi. Wakati natembea pembezoni mwa barabara na ile gari yao, yeye alikuwa anaelekea Kariakoo. Kariakoo kuna kaka yake. Kwa hivyo alikuwa nadhani anakwenda katika shughuli zake huko. Amevaa baibui lake, yale mabaibui ya watu wa zamani, wakina mama wa hapa Pwani, Dar es Salaam, ya kufunga mahala hapa. Si hizi abaya za leo za milioni 2. Basi ameniona. Na katika kuniona akaniita, alikuwa dirishani. Akahangaika sana kuniita na alijua kwamba sina nauli. Akanirushia fedha, ile ilikuwa kama shilingi 10 hivi yani. Akaitupa na mimi nikahangaika pale chini, niliiona nikaichukua. Baada ya kuichukua nikaweka mfukoni. Kituo kinachofuata panaitwa Msikitini, kinachofuata tena panaitwa Misheni, kinachofuata tena Sabasaba pale kwenye shule ya sekondari ya St. Anton. Ndio nyumbani kwetu. Kwa hivyo mimi nikapiga hesabu. Kwa kawaida huwa najua nikirudi nyumbani
mara nyingi sikuti chakula kulingana na hali za maisha, wala si jambo la makusudi. Ile shilingi niliyopewa, sikupanda daladala pale msikitini, nikapandisha kilima kile cha Mission, nikafika Sabasaba. Kufika Sabasaba ilikuwa tayari imeshakuwa magharibi kama hivi, kwa sababu nimetoka tuition ya kujiandaa na mtihani wa darasa la 7. Ile hela nikaitumia kununua mihogo pale mtaani, nikanywa maji, maisha yakaendelea. Kweli sikukuta ugali ulioandaliwa pale nyumbani. Nimeishi naye katika namna hivyo ya maisha. Hata ubunge ilikuwa nisigombee mwaka 2015 kwa sababu nilikuwa tayari nimeshakuwa mkuu wa wilaya na hali zangu za kiuchumi hazikuwa nzuri. Yeye alikuwa anaumwa, ameshikwa sana na ugonjwa wa kansa. Tayari alikuwa hali zake ni mbaya kabisa. Siku hiyo ameniita, akaniuliza, una mipango gani ya kwenda kugombea? Nikamwambia, mamangu, siendi kugombea, sina fedha. Sasa kusema hawezi vizuri, akawa anaonesha kwa vitendo ya kuniambia kwamba lazima niende nikagombee. Na kweli nikaenda kugombea, hali ya kuwa sina fedha za kutosha. Nikashinda ule uchaguzi kwa sababu yeye, ninaamini, aliweka baraka kwa vyovyote vile ningeshinda ule uchaguzi. Lakini mama huyu ndio huyo ambaye ni mama rafiki yangu pia. Mimi na yeye tulikuwa tunakopeshana sana. Akiwa yeye hana hela, mimi nimezunguka mjini nimepata nampa, na mimi nikiwa sina pesa, hata akiwa ameificha kwa kiwango gani atanipa. Alifika mbali zaidi na kueleza jinsi mama yake mzazi alihusika kwa asilimia kubwa kwenye kumchagulia mke ambaye amemuoa hivi sasa. Waziri Ulega aliyesema haya wakati wa shughuli ya msimu wa 5 wa Iftar Gala iliyoandaliwa na Sister in Iman. Ndiye aliyenichagulia na mke wa kuoa. Na nilimwambia, unajua mimi mtu wa Mbagala, Swahili wa huku Temeke, sina kitu. Unaniambia nikamuoe huyo mtoto wa mjini, mambo yake makubwa, itakuwaje? Akaniambia, utamuoa na utaishi naye. Tumsalie Bwana Mtume. Kwa nini nimeyasema haya? Nimeyasema haya kwa sababu nataka niwahakikishieni nguvu yenu ni kubwa ya kuweza kufanya mambo makubwa katika jamii. Lakini tazama hata maisha yangu ya sasa. Ukitaka kujua, nina baraka kubwa sana na wakina mama. Mimi nimekaa katika nafasi ya kuwa naibu waziri kwa muda mrefu kiasi, alhamdulillah. Lakini ni mama ndio akanipandisha nikawa waziri kamili pia. Kwa hivyo unaweza ukaona ninaposema kwamba jambo likishakuwa la wakina mama linalipa nafasi kubwa sana. Na ninyi msijidharau. Hakikisheni harakati zenu hizi msijidharau. Vizuri tu mjipange vizuri. Muendelee kujipanga vizuri. Issue sio namba, kwamba mko wengi sana. Si jambo. Lililo muhimu ni mipango yenu, commitment yenu, trustworthy and loyalty. Muwe wa kweli kabisa kwa dhati ya mioyo yenu, na muwe committed kwamba tunataka kuachieve nini. Si kuwa na numbers kubwa kwamba tuko wengi ama vipi na nini na nini. La, ila kuwa na hakika ya kile ambacho kwamba mmejipanga. Basi muhakikishe hamuangalii kushoto na kulia, mnafanya. Sasa kwa kuwa nimeshasema uzito na ubora wa mama kwa maana ya mwanamke, na kuasistizeni juu ya kuwa committed, focused. Jamani, katika jambo nimelifurahia sana ni pale niliposikia kwa ninyi
mipango yenu ni kuwezeshana, msizubae. Kwa majina naitwa Khadija Miraji Mjata, nikiwa kama mwenyekiti lakini pia ni mwanzilishi wa taasisi ya Sisters in Imani, taasisi ambayo kila inapofika Ramadhani huwa tunakuwa na tukio letu adhim, tukio muhimu sana la kijamii ambalo linaitwa Iftar Gala, na kwa kweli huu ni mwaka wa 5 tumekuwa tukifanya shughuli hii ya Iftar Gala, na kwa msimu huu wa 5 kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mafanikio yote ambayo amekuwa akituwezesha toka msimu wa 1 mpaka leo msimu wa 5. Na kiukweli kabisa ni shukuru kwa Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa Abdallah Ulega, ambaye ndo alikuwa mgeni wetu rasmi katika shughuli hii, lakini pia na dada yetu, ndugu yetu Mheshimiwa Naibu Waziri wa Elimu Wanu Hafidh Amir, ambaye alikuwa mgeni maalum katika shughuli hii. Kwa nini nimewataja watu hawa? Hawa nimewataja kwa sababu wamewezesha kwa kiasi kikubwa sana lengo la Iftar Gala msimu wa 5 kuweza kufanikiwa. Kila inapofika Iftar Gala Ramadhani huwa tunafanya kitu kinaitwa fundraising, huwa tunachangisha kwa wale wadau wetu ambao tunawaalika kuja katika Iftar Gala hii. Lakini safari hii imekuwa Iftar Gala ya mafanikio makubwa sana, kwa sababu kwa kupitia waheshimiwa hawa ambao wanawapenda wananchi wao, wanapenda jamii na wameamua kurudisha katika jamii, wameweza kuhamasisha fundraising hii ikaweza kuwa na mafanikio makubwa sana. Kwa haraka tu watu ambao waliweza kuchangia ni zaidi ya milioni 50 wameahidi, lakini hapa tuliweza kupata watu ambao waliweza kulipa cash, kiasi cha cash ambacho tuliweza kukusanya katika eneo hili. Hivyo basi sisi kama taasisi ya Sisters in Imani kwa kweli tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia siku ya leo kufanya event hii ya Iftar Gala katika eneo hili la Serena Hotel, na limekuwa la mafanikio makubwa sana kwa sababu tumeitikwa wadau mbalimbali kutoka serikalini. Tulikuwa na wakurugenzi hapa, tulikuwa na wabunge waheshimiwa, tulikuwa na waheshimiwa wakuu wa wilaya, tulikuwa na waheshimiwa kutoka sekta mbalimbali binafsi na wadau wanaopenda maendeleo ya jamii. Wote tulikuwa nao hapa, na wao kwa mapenzi yao ya jamii hii basi wameweza kuchangia kiasi kikubwa cha pesa. Yote haya sisi tunafanya kwa ajili ya jamii yetu. Sisters in Imani tumekuwa tukifanya mambo mengi sana kwa ajili ya kiuchumi, kijamii na maendeleo ya mwanamke, ya mtoto na jamii kwa ujumla. Pesa zote ambazo zinakusanywa katika shughuli hii huwa zinarudi katika jamii, na wale ambao wameweza kuhudhuria wameweza kuona na kusikia pia mambo makubwa ambayo Sisters in Imani wamekuwa wakiyafanya katika jamii yake. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sisi tumekuwa tukijitoa sana kwa watoto mayatima, tumekuwa tukiwalea, tukiwasaidia mambo mengi sana, na hata ukiangalia katika fundraising ambayo imekwenda kufanyika hapa, kwa kweli imefanyika fundraising sio ya kawaida, kwa sababu kuna watu ambao wamejitoa. Nitoe tu mfano, kuna mtu kama Sheha Manjano ambaye ana taasisi yake chuo, ameamua kwenda kufadhili wanafunzi 10, lakini pia tunaye Zena Skuba, huyu ameamua kwenda kufadhili wanafunzi 10 na yeye pia katika chuo chake. Lakini pia kuna waheshimiwa wengine ambao wana taasisi zao na wana vyuo vyao, wameamua pia kufadhili. Lakini pia tunaye mama yetu Salma, anaitwa Love Kungu, huyu ameamua pia kuwasaidia watoto wa kike, kuwapa maadili mema kama ambavyo inapaswa kuyaelewa. Kwa kweli Iftar Gala imekuwa ni ya namna ya kipekee kuhakikisha kwamba tunarudisha katika jamii na kusaidia wale wote ambao wana uhitaji. Lakini pia katika siku hii adhimu ya Iftar Gala leo tumeweza kuzindua jarida la Beyond the Hijab. Jarida hili tumeweza kumweka jemedari wetu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yeye ni kinara mkubwa sana katika jamii yetu sisi ya Kitanzania ya wanawake
wa Tanzania, Afrika Mashariki na hata dunia kwa ujumla. Tunaweza kuona ambavyo wamekuwa wakifanya vizuri na tuzo ambazo wamekuwa wakipewa. Kwa hiyo sisi kama Sisters in Imani tumeweza kutambua mchango wake katika jamii, na hivyo tukaamua kuanzisha jarida hilo ambalo limekwenda kuitwa Beyond the Hijab. Litakwenda kuuzwa na pia kushuhudiwa na watu wengi ili waweze kuona ni kitu gani ambacho kimeandikwa humo. Kwenye jarida hili hajatajwa tu rais, wametajwa wanawake wote katika sekta mbalimbali ambao wamekuwa wakifanya vizuri sana Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Yote hii kwa sababu tu Sisters in Imani tumeamua kutambua mchango wa mwanamke, na hii yote imefanyika, nafikiri tunafahamu, siku ya leo tarehe 8 mwezi wa 3 dunia inaadhimisha, inamsherehekea mwanamke kwa yale ambayo mazuri amekuwa akiyafanya, na wote tunafahamu ambavyo mwanamke amekuwa na mchango mkubwa katika jamii. Tunaambiwa ukimwelimisha mwanamke, ukimpa uchumi mwanamke vizuri, basi unakuwa umekomboa jamii nzima kwa ujumla. Hivyo basi sisi Sisters in Imani tumeamua kufanya hivyo katika kuhakikisha kwamba tunamuinua, tunamuendeleza mwanamke wa Kiislamu na wanawake wengine wote pale ambapo huwa tunajitokeza kufanya seminars mbalimbali ambazo zinakuwa na mafunzo tofauti ambayo yana mchango mkubwa sana katika maendeleo ya mwanamke wa Kitanzania.